Nairobi. Na tusalie katika masuala ya siasa, mtazamaji. Katika mojawapo ya kauli nzito zaidi kuwahi kutolewa kuhusu mchakato wa kumbandua madarakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed amedai kwamba baadhi ya wabunge walihongwa ili kuunga mkono hoja ya kumuondoa Gachagua ofisini. Kauli hiyo iliyotolewa katika mkutano wa kisiasa mjini Kakamega huenda ikafufua upya maswali kuhusu uhalali na uadilifu wa mojawapo ya kura muhimu zaidi kuwahi kupigwa bungeni humu nchini. Francis Ontuma na taarifa zaidi. Kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutaingia katika historia kama tukio la kwanza nchini Kenya ambapo naibu rais aliyekuwa madarakani aling'olewa chini ya katiba ya mwaka 2010. Hata hivyo, tangu mwanzo mchakato huo ulizongwa na madai ya shinikizo za kisiasa, vitisho na hongo, madai ambayo hadi leo hayajawahi kuchunguzwa na kupewa hitimisho rasmi. Sasa madai hayo yameibuka tena kwa mara nyingine. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa mjini Kakamega, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed alidai kuwa wabunge walihongwa ili kuunga mkono hoja ya kumng'oa Gachagua madarakani. Kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. Kuna kitu ilitembea nini? Kwa mujibu wa Junet, aliyeratibu malipo hayo ya madai alikuwa seneta wa Kericho Aaron Cheriot, ambaye pia ni kiongozi wa wengi katika seneti na mshirika wa karibu wa Rais William Ruto. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru, huku seneta Cheriot akiwa bado hajatoa kauli hadharani kuyahusu. Aaron Cheriot ndio alikuwa county officer. Wengine nimeona wanarukaruka hapa, walikamata hizo vitu na hawakujenga boma. Tafadhali, kila saa impeachment haikuji. Kama umepata kitu kwa impeachment ya Gachagua, tafadhali jenga boma mzuri. Kwa upande wake, Rigathi Gachagua amekuwa akisisitiza kuwa kuondolewa kwake madarakani kulipangwa kisiasa, akiwashutumu washirika wa Rais William Ruto kwa kupanga njama za kumuondoa ili kumnyamazisha kisiasa. There was a lot of coercion, there was a lot of intimidation, there was a lot of bribery for those who have the capacity to coerce. Sasa tumetengeneza Operation Fagia. Tangu aondoke afisini, Gachagua amejijenga upya kama mmoja wa wakosoaji wakuu wa utawala wa Rais Ruto, akikusanya nguvu za upinzani kupitia chama cha DCP na kuahidi kumuondoa rais madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Iwapo madai yaliyotolewa na Junet Mohamed yatathibitishwa, yanaweza kufungua upya mjadala kuhusu mojawapo ya sura tata zaidi katika siasa za Kenya, yakizua maswali mapya kuhusu uhalali wa mchakato wa kumng'oa Gachagua madarakani na kuongeza wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru. Francis Ontuma, KTN.